Habari ya saizi. Kwa majina naitwa Jafeti Alois Karegea, ni mchungaji wa kanisa la Pentecostal Assemblies of God ambalo lipo wilaya ya Nzega, mkoa wa Tabora. Na kwa siku ya leo ninakuja kwako kukuletea somo moja ambalo linaitwa Mungu anawasimamisha watawala wa haki na anawahukumu watawala waovu. Neno la msingi katika somo hili ni katika kitabu cha Mithali sura ya 29 mstari wa 2, ambapo neno linasema, nitasoma katika jina la Bwana. Wenye haki waongezekapo watu hufurahi, bali watawala waovu watawalapo watu huugua. Andiko lingine la msingi ambalo tunalo ni katika Isaya sura ya 10 mstari wa 1 hadi mstari wa 2. Biblia inasema, nitasoma katika jina la Bwana. Ole wao waandikao amri za uovu, ili kuwapindua maskini na kuwanyang'anya haki waliodhulumiwa. Haya ndiyo maandiko ya msingi katika somo letu linaloitwa Mungu anawasimamisha watawala wa haki na anawahukumu watawala waovu. Mada ya kwanza ambayo nazungumzia, ambapo ndiyo utangulizi, inatuambia kwamba Mungu hachukizwi tu na dhambi za watu wa kawaida, lakini sana na dhambi za viongozi. Kwa hiyo tunajua kwamba dhambi na dhambi ni makosa ambayo watu tunamkosea Mungu, lakini Mungu hachukizwi na dhambi za watu tu, bali na makosa ya viongozi. Hayo ni chukizo mbele za Bwana. Viongozi wana mamlaka ya kuongoza, kushawishi na kuathiri maisha ya watu. Wanapoamua kutenda maovu, madhara yake ni makubwa. Ndiyo maana Biblia mara nyingi inawaita viongozi kuwa watu wa haki, wenye hekima na woga mbele za Mungu. Yaani viongozi ni watu wa haki. Unapomwona kiongozi ni mwenye haki, anatakiwa kutenda haki, na ni mwenye hekima, na ni mtu ambaye ana woga wa Mungu, maana yake ana hofu ya Mungu. Au wakati mwingine Biblia inasema kicho cha Kristo, kicho hofu ya Mungu. Kwa hiyo viongozi wana sifa za namna hiyo. Katika somo la uongozi kuna mambo ambayo nimeyaelezea katika somo hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaangalia uongozi. Uongozi bila haki ni laana kwa taifa. Uongozi bila haki, uwe uongozi wa kanisa, uongozi wa jamii, uongozi wa kikundi, uongozi wa biashara, uongozi wa kitaifa, uongozi wa aina yoyote bila haki ni laana. Katika eneo ambalo mtu anasimamia, basi linaleta laana. Kwenye taasisi inaweza kuleta laana. Namba 2 ambayo nataka nizungumzie katika somo hili. Katika uongozi, maovu yanayomkera Mungu sana kwa watawala. Yako maovu au makosa au dhambi zinazomkera Mungu sana kwa watawala. Anayetawala kanisa, anayetawala jamii, anayetawala kundi la biashara. Yako maovu ambayo Mungu yanamkera napoyaona hayo. La kwanza ni rushwa na ufisadi. Rushwa inanyima masikini haki yao, inaharibu maendeleo ya taifa
au maendeleo ya kikundi au maendeleo ya taasisi. Rushwa. Na Biblia imesema katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 23 mstari wa 28, Biblia inasema, usipokee rushwa, kwa sababu rushwa hupofusha macho ya wenye kuona. Maana yake rushwa unapopokea pale ambapo pana haki hugeuka na kutokuona kuna haki. Kwa hiyo usipokee rushwa, Biblia imekataa. Na Umoja wa Mataifa pamoja na watu wengine wamekazania sana katika mapambano dhidi ya rushwa, kwa sababu rushwa inapotosha haki, inawanyima masikini haki yao, inaharibu maendeleo ya taifa, maendeleo ya mkoa, maendeleo ya kanisa na maendeleo ya taasisi mbalimbali. Kosa lingine ambalo Mungu au maovu mengine, ovu lingine ambalo Mungu analichukia ni kudhulumu masikini na wanyonge. Kudhulumu masikini na wanyonge. Kwa hiyo hili ni kosa ambalo Mungu analichukia, kudhulumu wanyonge na masikini haki zao. Mungu anachukia sana. Mungu anawaangalia maskini, anawatazama maskini na wanyonge anawajali. Yeye anajali makundi yote. Kwa hiyo kosa hili Mungu analichukia. Kama kiongozi wa kanisa, kiongozi wa kijamii, kiongozi wa taasisi, kiongozi wa kundi, lazima uangalie haki za maskini na wanyonge. Kiongozi mwovu hutumia nguvu na madaraka vibaya. Kiongozi ambaye ni mwovu, ndio maana somo linasema Mungu anawasimamisha watawala wa haki, anawahukumu watawala wa ovu. Kiongozi mwovu hutumia nguvu ya madaraka vibaya, na ni chukizo mbele za Bwana, na Mungu amesema usitumie madaraka yako vibaya. Kutumia mamlaka kuleta hofu. Yaani kiongozi mwovu anatumia madaraka yake, nitambue mimi ni fulani. Kwa hiyo anatengeneza hofu kwa watu. Kwa hiyo Mungu anapenda watu wasiwe na hofu. Hofu iwe kwa Bwana. Mungu hakutarajia uongozi wa vitisho, bali wahudumu, uwazi na upendo. Kwa hiyo kiongozi yoyote anatakiwa awe ni mtu ambaye yuko wazi, alafu ni mwenye pendo na ni mtu ambaye anatoa huduma bila ubaguzi. Kuzuia. Kosa lingine ambalo Mungu analichukia ni kuzuia ukweli na kuendeleza uongo. Kuzuia ukweli na kuendeleza uongo. Hili ni kosa ambalo Mungu halipendi kabisa. Yaani hapendi kuona watu wanaendeleza uongo. Hapana. Anapenda watu wazungumzie haki. Na Mungu anachukia viongozi wanaopindisha ukweli kwa faida yao. Yaani mtu anaamua kupindisha ukweli kwa faida yake. Mungu anachukia sana sana. Watawala wote wanawajibika mbele za Mungu. Kila mtawala, awe mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, kiongozi askofu, kiongozi wa kanda, kiongozi wa nini, anawajibika mbele za Mungu, kwa sababu iko siku watakwenda kutoa hesabu. Maandiko yanatuambiaje? Hata kama watu hawawezi kuwapata viongozi waovu, Mungu anawaona. Biblia inasema katika Mithali sura ya 5 mstari wa 8, inasemaje? Mithali sura ya 5 mstari wa 8 anasema, kwa maana juu ya aliye juu yako kuna mwingine aliye juu yake. Yaani hii ni daraka ambalo Mungu ameweka. Kwa hiyo juu ya aliye juu yako kuna mwingine ambaye yuko juu yake. Maana yake kama wewe ni kiongozi wa kanisa la mahali pamoja, yuko kiongozi ambaye yuko juu yako, aliye katika ngazi ya wilaya, aliye katika ngazi ya mkoa, aliyeko katika ngazi ya taifa. Na yule ambaye yuko ngazi ya taifa, yuko juu aliye juu yake, maana yake kiongozi ambaye ni Yesu Kristo.
kama watumishi wa Mungu tunatumika kumtumikia Yesu Kristo. Hii kazi ni ya Yesu Kristo, na juu ya Yesu Kristo yuko Mungu Baba. Kwa hiyo kila aliye juu yako yuko mwingine aliye juu yake. Ukitambua hivyo, utatumika kwa kumheshimu Mungu na kumsikiliza Bwana ipasavyo. Maana yake hutaweza kufanya mambo ya rushwa, kuwanyang'anya watu, utatekeleza mambo vizuri. Kitu ambacho nataka nizungumzie, wajibu wa kanisa. Kanisa lazima liinuke kukemea maovu, si kuyafumbia macho. Kwa hiyo kanisa linatakiwa kusema, kuinuka, kusema, kukemea maovu, sio kuyafumbia macho. Kanisa likinyamaza, maovu huongezeka. Manabii wa zamani walikemea wafalme walio waovu. Tunamwangalia mfalme nabii wa kwanza ambaye alisimama kukemea, na hapa nataka nifafanue kwa nini Mungu aliinua manabii. Mungu aliinua manabii baada ya kuona kwamba watawala ambao walikuwa wamewasimamisha kwamba hawatatenda haki kuwatendea watu wake. Kwa hiyo ili sauti ya Mungu endelee kusikika na kuendelea kuweka maadili yaliyo mazuri na watu kuweka vizuri, aliinua manabii. Manabii ni sauti ya Mungu kwa ajili ya watu wanyonge. Kwa hiyo tunamuona nabii wa kwanza aliyesimama kukemea maovu, naye ni nani? Anaitwa nabii Nathani. Nabii Nathani alisimama kumkemea mfalme ambaye anaitwa Daudi. Kwa hiyo Daudi baada ya kuwa amekosea tu, Nathani akainuka akaenda akamkemea. Na kuna nabii mwingine ambaye aliinuka kukemea maovu ya mfalme, naye si mwingine ni Eliya Mtishbi. Yeye aliinuka kumkemea Ahabu, na Yohana Mbatizaji alimkemea Herode, na hawa walikuwa na makosa waliokuwa wameyafanya. Kwa hiyo kukemea maovu si uasi, sio uasi. Kukemea maovu ni wito wa kimungu. Kama Mungu amekupa na umeona kosa ambalo mfalme amelifanya, lazima usimame na kwenda kukemea, kumwambia mfalme, hapa unapofanya sio sawa. Kwa hiyo tuna mfano wa mfalme Daudi alikemewa na Nathani. Tunamuona Ahabu mfalme alikemewa na Eliya. Herode alikemewa na Yohana Mbatizaji, na hawa wafalme walikuwa wamefanya makosa. Jinsi ya kukemea maovu kwa wafalme, lazima kwanza uwe na ujasiri wa neno la Mungu na si kwa chuki. Huwezi kwenda kumkemea mfalme au kumwambia mfalme kwa chuki. Lazima umkemee kwa neno na ujasiri wa neno na sio kwa chuki. Tumeitwa kama watumishi wa Mungu, tumeitwa kusema ukweli kwa upendo, kwa kuonyesha matokeo ya maovu. Maovu ya viongozi husababisha: moja, umaskini; mbili, hasira ya wananchi; tatu, kuporomoka kwa uchumi; nne, na laana juu ya nchi. Kwa hiyo lazima tukemee kwa kuwaita kwenye toba. Mungu bado yuko tayari kuwasamehe viongozi wanaorudi kwake. Mungu yuko tayari kuwasamehe viongozi wanaorudi kwake. Wito kwa watawala: tawala kwa haki, heshimu maisha na mali ya raia, simamia ukweli. Kifanya hivyo utapata mambo mazuri. Nne, heshimu Mungu zaidi ya cheo. Mheshimu Mungu zaidi ya cheo. Zaburi ya 2 mstari wa 10 hadi 11. Basi enyi wafalme, fanyeni busara, mtumikieni Bwana kwa kicho, maana yake kwa hofu yake.
Nataka nigusie Eliya alivyokemea mfalme na makosa ambayo mfalme alikuwa ameyafanya. Nabii Eliya wakati wa utawala alimkemea Ahabu na mke wake Yezebeli wa Israeli, maovu yaliyokuwa amewakemea kwa hayo. Kuna maovu ambayo sio kwamba nainuka tu na kukemea, kuna maovu ambayo aliwakemea kwa hayo. Na kwanza, kuabudu miungu mingine, aliwaelekeza waende kuabudu miungu mingine. Jambo la pili, ufisadi na unyakuzi wa haki, mfano shamba la Nabothi. Katika Wafalme wa kwanza sura ya 21, huyu Ahabu alitamani shamba la Nabothi, rasilimali ya Nabothi ambaye alikuwa amepewa urithi na wazazi wake. Kwa hiyo Ahabu akalitamani lile shamba, halafu na mke wake wakafanya njama, wakamuua Nabothi, halafu wakachukua lile shamba. Katika kuchukua lile shamba, Mungu akakasirika, akamwambia Eliya, nenda akamwambie Ahabu kwamba umefanya makosa. Na pia Ahabu baada ya kumuoa Yezebeli alienda kuwalazimisha wana wa Israeli waende kuabudu miungu mingine ambayo hawakuijua na Mungu hakuwa amewaagiza waweze kuiabudu. Kwa hiyo Eliya akajiwa na neno la Mungu kwa ujasiri, akamwendea Ahabu akamwambia, Ahabu, nakuambia kwa sababu umetegemea miungu mingine na ambayo sio Mungu wa kweli, sasa nakuambia hapata kuwa na mvua katika nchi ya Israeli mpaka hapo nitakapokuwa nimezungumza neno lililotoka katika kinywa cha Bwana kunijia kwamba mvua itanyesha. Na kweli alipomwambia vile mfalme, tayari mvua ikakatika kwa muda wa miaka mitatu, hapakuwa na mvua. Usidharau mtumishi wa Mungu anapokuambia, na mtumishi wa Mungu anaposimama kukemea, lazima utafakari kabla ya kuchukua hatua nyingine. Kwa hiyo alipokemea pale, mvua ikaacha kunyesha kwa muda wa miaka mitatu. Lakini baada ya hapo Eliya akajitokeza kwa Ahabu akamwambia, sasa mvua inataka kunyesha na hii miungu yako ambayo inaitegemea Mungu anataka kwenda kuiteketeza. Kwa neno la mtumishi wa Mungu mvua ikanyesha siku ile. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na mtumishi mwingine ambaye alikemea ni mtumishi ambaye anaitwa tumemsoma ambaye anaitwa mtumishi Nathani. Nathani alisimama kumkemea mtumishi ambaye kiongozi ambaye alikuwa anaitwa Daudi. Na kwa nini alimkemea Daudi? Nathani alimkemea Daudi kwa sababu maovu aliyokuwa ameyafanya Daudi yalikuwa ni kama yafuatayo. Ilikuwa ni dhambi ya uzinzi na mauaji ya Uria. Ukisoma katika Samueli wa pili sura ya 12 utaona mahali pale. Yaani Daudi amefanya uzinzi na mke wa mtu, alafu anaenda kumuua Uria. Sasa dhambi ya mauaji na bado dhambi ya zinaa, Mungu akachukia, akamtuma Nathani, akamwambie Daudi kwamba umefanya makosa, kwa hiyo umeua halafu na umezini. Kuua Mungu anachukia. Ni mtu mmoja tu aliyekufa, lakini bado Mungu alienda kumwambia, aliangalia dhambi ya Daudi. Kwa hiyo Mungu anaangalia dhambi ya wafalme, na hii dhambi ya wafalme anapoitazama ndipo anapoweza kupatiliza taifa nzima linaweza likapata shida kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja, kwa sababu ameaminiwa, amepewa hekima asimamie taifa na asimamie watu, na Mungu anamtazamia huyo kuwa mtu wa maana sana. Ndugu mpendwa, asante kwa kunisikiliza kwa somo kama hili. Bado tutaendelea na mafundisho yetu ya neno la Mungu. Karibu umsikilize mtumishi wa Mungu mchungaji Japhet Alois Kalegea wa kanisa la Pentecostal Assemblies of God ambalo liko wilaya ya Nzega mkoa wa Tabora. Asante sana kwa kunisikiliza na Mungu akubariki sana. Amen.